Karibu katika Matukio Daima habari kwa siku hii ya leo. Hapa ni muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba aongoza mazishi ya William Lukuvi katika kijiji cha Idodi mkoani Iringa. Katika nafasi mbalimbali, mchango wake kwa jamii na Watanzania kwa ujumla, katika nafasi mbalimbali alizotumikia katika chama, serikalini pamoja na jimbo, umekuwa chachu katika maendeleo. Jeshi la polisi mkoani Geita lakanusha uwepo wa majeruhi na vifo katika maporomoko ya mgodi Msasa. Kwa 90% na zaidi tunaamini kwamba wengi tuko salama. Kweli si kweli? Tuko salama. Kwa sababu Benki Kuu yasisitiza ushirikishwaji wa wanawake kwenye maamuzi ya uchumi. Ya kuadhimisha mwezi wa wanawake. Kwa hiyo sisi kama taasisi za fedha na mabenki tumekuwa na mjumuiko. Habari za wakati huu popote pale unapotutazama mtazamaji wa Matukio Daima Media. Hii ni Matukio Daima habari. Langu jina ni Shamia Rajabu. Na mimi ni Beldina Majinga. Nikukaribishe tuweze kuwa sote kuanzia mwanzo wa taarifa hii mpaka tamati. Tukianzia katika mkoa wa Iringa ambapo mwili wa aliyekuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu na mbunge wa jimbo la Isimani William Lukuvi amezikwa leo nyumbani kwake katika kijiji cha Idodi mkoani Iringa. Mazishi hayo yaliongozwa na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali pamoja na wananchi wa kijiji hicho. Taarifa zaidi na Emmanuel Manonga. Akizungumza, Waziri Mkuu Lameck Nchemba amesema kifo cha Lukuvi kimeacha simanzi kwa familia, serikali pamoja na wananchi, hivyo wamwenzi kwa maneno ya faraja yaliyotolewa na viongozi wa dini na kuendelea kumwombea. Hata hivyo, ameongeza kuwa Lukuvi alikuwa ni mtu wa kujituma na ndiyo maana alipata nafasi ya uratibu serikalini, huku akiwa mshauri kwa wabunge na kujitolea kuwasaidia wabunge wengine. Hivyo watamwenzi kwa kuendeleza miradi aliyoiacha ili iweze kukamilika na kusaidia wananchi wa jimbo la Isimani. Za pole kwa niaba ya serikali na kwa niaba yake katika msiba huu mkubwa, na amenituma kuwahakikishia kwamba kama ambavyo mara zote alikuwa pamoja na Wanaisimani wakati wa uhai wa Mheshimiwa William Lukuvi, ataendelea kuwa nanyi ili kuweza kuhakikisha kwamba yale yaliyokuwa ndoto ya Mheshimiwa William Lukuvi yanaendelea kutimizwa. Mheshimiwa Rais amesisitiza kuwa Mheshimiwa Lukuvi ameacha alama na mchango mkubwa katika Chama cha Mapinduzi, Wanaisimani na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa kuwa alama na mchango wake umeandikwa, vitaendelea kutekelezwa hata vile ambavyo alikuwa ameviainisha Mheshimiwa Lukuvi, kama ambavyo tumetoka pia kuelezewa na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa wilaya ya Iringa. Kama ambavyo imeelezewa katika wasifu na maelezo ya waliotangulia kutoa salamu za pole, Mheshimiwa Lukuvi atakumbukwa kwa mengi na Watanzania wengi wataendelea kumkumbuka kutokana na utumishi wake uliotukuka katika nafasi mbalimbali, mchango wake kwa jamii na Watanzania kwa ujumla katika nafasi mbalimbali alizozitumikia kuanzia chama, serikalini pamoja na jimbo, umekuwa chachu katika kuleta maendeleo kwa wananchi. Hata hivyo, kwa upande wake mkuu wa mkoa wa Iringa Heri James amesema kuwa Lukuvi amelala, lakini mambo mengi aliyoyafanya katika nchi hii yanapiga kelele. Sasa wana sisi na leo amelala, amenyamaza. Nataka nikuhakikishie, Lukuvi amenyamaza, lakini barabara inazungumza. Lukuvi amenyamaza, kazi yake inazungumza. Lukuvi amenyamaza, upendo wake unazungumza. Lukuvi amenyamaza, ualimu wake kwa watu wengine unazungumza. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru. Naye Spika wa Bunge Musa Hassan Zungu amesema kuwa bunge limepoteza mtu muhimu
kutokana na uadilifu na uchapakazi wake na uhodari mkubwa kufanya kazi, na kuwaomba wananchi kumwombea makao mema mbinguni. Na najua pigo ambalo bunge limepata kutokana na uwezo na umahiri na utifu wake kwa serikali. Kikubwa ni kumwombea Mwenyezi Mungu amsamehe makosa yake kwa udhaifu kwa binadamu, na mweke kwenye makazi mema mazuri mpaka hapo watapokutana naye mwenyewe. Nashukuru. Ikumbukwe kuwa William Lukuvi alifariki dunia Machi 25, 2026 katika hospitali ya Benjamin Mkapa alipokuwa akipatiwa matibabu. Mimi ni Emmanuel Manonga, Matukio Daima. Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi. Amina. Kutoka katika mkoa huo wa Iringa tuelekee moja kwa moja kule mkoani Geita, ambapo jeshi la polisi mkoani humo limewatahadharisha wachimbaji wadogo katika mgodi wa Msasa wilayani Bukombe mkoani Geita kuepuka propaganda za uchochezi wa uvunjifu wa amani. Kauli ya jeshi la polisi inakuja kufuatia kusambaa kwa taarifa za upotoshaji katika mitandao ya kijamii juu ya athari za ajali ya maporomoko kwa maduara manne katika mgodi huo. Kamanda wa polisi mkoani Geita SACP Sofia Jongo ametoa kauli hiyo wakati akizungumza na wachimbaji wadogo wa mgodi huo kufuatia ajali iliyotokea Machi 29, 2026 mgodini. Naitwa Senior Assistant Commissioner wa Polisi Sofia Jongo, kamanda wa polisi mkoa wa Geita. Kulingana na changamoto iliyotokea hapa Msasa, ni jambo la kumshukuru Mungu sana, kweli si kweli? Kitu ambacho tunatakiwa tujue kwamba kuna watu wanatuombea mabaya Msasa, kwa sababu changamoto ikitokea kwetu sisi wachimbaji ni kitu cha kawaida kwa maduara kujiponchi, kweli si kweli? Sasa hebu tusaidiane mie na nyie kwamba duara limejiponchi kwa 90% na zaidi, tunaamini kwamba wengi tuko salama, kweli si kweli? Tuko salama, tuko salama kwa sababu tumeshafanya juhudi zote kutafuta kama kuna mtu yoyote ambaye yuko hapa Msasa na hatuna taarifa yake yuko wapi. Kama kuna mtu yoyote ambaye yuko hapa Msasa, ana ndugu yake, rafiki yake anayemfahamu, amefanya naye kazi, anahisi amepotea au ametitia kwenye yale maduara manne, kama yupo, tafadhali fanya kila njia nipate hiyo taarifa. Kwa sababu hii nayo ni juhudi ya kutafuta. Tumefanya juhudi ya kutafuta kwa kuendelea kuchimbua pale ambapo maduara yametitia. Kazi zimesimama, maisha hayaendelei kwa sababu ya propaganda tunazoziandaa sisi wenyewe au watu wanaotuonea wivu Msasa. Ndio maana kitaalamu tumefanya kila linalowezekana kujiridhisha na kujithibitishia kwamba hakuna mtu amepata madhara mpaka dakika hii. Na tukielekea mkoani Tabora, mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Tabora TUWASA imeanza utekelezaji wa mradi mkubwa wa kusambaza maji kutoka bwawa la Igombe hadi matenki ya maji ya Itumba katika manispaa ya Tabora, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa serikali kuboresha huduma ya maji hususan katika maeneo ya pembezoni mwa mji. Akizungumza wakati wa ziara ya ukaguzi wa mradi huo, mkurugenzi wa huduma kwa wateja TUWASA Biswalo Bernard kwa niaba ya mkurugenzi wa mamlaka hiyo amesema mradi huo unatarajiwa kugharimu zaidi ya shilingi bilioni 23 na kutekelezwa ndani ya kipindi cha miaka mitatu. Baada ya kuona kwamba kuna kipindi kunakuwa na changamoto ya upatikanaji wa maji kwenye baadhi ya maeneo kutokana na ukosefu wa huduma kutoka kwenye chanzo cha maji kutoka Ziwa Victoria, mamlaka ya maji imeratibu mradi wa kutoa maji Igombe kuyapeleka kwenye tenki kubwa la Itumba ili kuondoa changamoto hiyo ya ukosefu wa maji kwenye maeneo ya pembezoni mwa mji.
Mradi huu umesanifiwa kwa gharama ya shilingi bilioni 23 na ambazo serikali imeanza kulipa gharama za awali kwa ajili ya mkandarasi kuanza kazi. Kwa hiyo kimsingi baada ya mradi huu kukamilika, huduma ya maji katika manispaa yetu itakuwa ya uhakika zaidi. Ni mradi unaotekelezwa kwa kipindi cha miaka mitatu. Kwa hiyo hizi zote ni jitihada ambazo kimsingi zimewezeshwa na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano kupitia juhudi za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kuruhusu fedha kuja kutekeleza miradi ambayo imekuwa na tija na kutufikisha hapo tulipofika. Upatikanaji wa maji utaendelea kuboreshwa na utakuwa endelevu na utakuwa wa uhakika zaidi. Sasa kama tulivyoona hapa, miradi hii yote ambayo sisi tumeweza kuitembelea leo na mingine inagharimu fedha nyingi sana za serikali. Mathalan, wametuambia tu pale kuna andiko ambalo wameandika huo mradi unagharimu karibia bilioni 23 kutekelezwa kwake. Kwa hiyo unaona si fedha ndogo. Na kwa kiasi kikubwa tumeelezwa kwa sasa hivi kwa taifa letu fedha nyingi inatokana na vyanzo vyetu vya ndani. Maana ni fedha zetu wenyewe wa Tanzania walipa kodi. Kwa hivyo unapoona mradi umetekelezwa, umekamilika, ni jukumu lako kama mwananchi kuhakikisha kwamba unaulinda ili uweze kudumu kwa sasa lakini pia na vizazi vinavyokuja. Na tukielekea mkoani Ruvuma, mwenyekiti wa Jumuiya ya Wazazi wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa, Fadhili Manganya, ameweka jiwe la msingi la ujenzi wa nyumba ya katibu wa Jumuiya ya Wazazi wilayani Mbinga. Mwenyekiti huyo ambaye alikuwa katika ziara ya kikazi mkoani humo ambapo alikagua maendeleo ya ujenzi wa nyumba hiyo kabla ya kuweka jiwe la msingi rasmi. Kutoka huko Ruvuma tupate taarifa zaidi kutoka kwake Amoni Mtega. Katibu wa Jumuiya ya Wazazi wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Mbinga mkoani Ruvuma, Angelo Madundo, amewashukuru wadau mbalimbali waliochangia ujenzi wa nyumba ya mtumishi wa jumuiya hiyo ambayo imewekwa jiwe la msingi na mwenyekiti wa Jumuiya ya Wazazi Taifa, Fadhili Manganya, ambaye amefanya ziara katika mkoa wa Ruvuma akiwa wilaya ya Mbinga. Amekagua ujenzi wa nyumba hiyo kisha kuweka jiwe la msingi, huku katibu wa CCM mkoa wa Ruvuma Mohamed Ali amezungumzia utendaji mzuri kazi wa katibu wa Jumuiya ya Wazazi wilaya ya Mbinga. Enzi wakireketwa mashabiki wa Jumuiya ya Wazazi na Chama cha Mapinduzi kujitokeza kuunga mkono Jumuiya ya Wazazi wa Mbinga ili tuweze kuimalizia nyumba hii. Ni ya kisasa kabisa ambayo kikamilika kwa mujibu wa BOQ au gharama za ujenzi ni milioni 33,400,208, lakini kwa sasa tumetumia milioni 12,800,000 na point kidogo. Sasa utaangalia value for money iliyopo na tuna uwezo wa kuiokoa pesa nyingi ambayo ilikuwa imetengwa kwa mujibu wa BOQ ambayo inatuelekeza, lakini kimsingi kwamba tunaheshimu sana na tunashukuru sana. Tunashukuru sana wanachama waliojitokeza kutushika mkono katika support ya mradi huu. Tunashukuru sana taasisi mbalimbali, lakini tunamshukuru sana engineer mshauri ambaye ni ndugu yetu Hassan Mateleka ambaye amekuwa mwongozo mzuri wa mambo yote ya kitaalamu, anatusaidia. Lakini niseme nawashukuru wapo makada walioweza kusupport. Namshukuru sana ndugu yetu Tulizo Mtuka ameweza kusapoti kwa kiwango kikubwa, ametoa madirisha yenye thamani ya 950,000 na milango yake madirisha 11 na milango miwili. Ni sapoti kubwa sana. Lakini vile vile wabunge wawili wa majimbo ya Mbinga, yuko Mheshimiwa Jonas Mbunda ametoa bati 65 kwa ajili ya kugharamia swala la kuwezeka nyumba hii. Mbunge wa jimbo la Mbinga vijijini ametoa tofali 1000 na wadau wengine. Kishie ndugu mwenyekiti, miongoni mwa watendaji tulio nao kwenye mkoa wetu wa Ruvuma kwa Jumuiya ya Wazazi, katibu wako huyu wa Mbinga
kwa kweli ni katibu wa viwango vya mkoa wala si wilaya. Kwa hiyo nikupendeza ndugu mwenyekiti, hata kama sio mkoa huu, mkoa wote huyu anatufaa. Anafaa hata kuwa katibu wa CCM wa wilaya. CCM oye! Katibu huyu ni mbunifu kama unavyoona. Kweli kabisa. Lakini kwenye wilaya yetu hii ya Mbinga, jumuiya ya wazazi pia imeona fursa. Wilaya hii inachimba makaa ya mawe, ndio inayozalisha kipato kikubwa katika mkoa wetu. Wametumia fursa hiyo, wameanzisha mradi wa kutengeneza mkaa wa mawe wa kutumia majumbani. Hatuna muda wa kwenda, lakini tayari wameshafungua ofisi na wanauza makaa hayo ya mawe ya kutumia majumbani. Kwa katibu huyu, tukisema ni mbunifu, tukisema ni katibu mzuri, hatukosei hata kidogo ndugu mwenyekiti. Ni mimi Amoni Mtega. Asante sana Amoni Mtega na taarifa hiyo kutoka Ruvuma. Na uongozi wa Benki Kuu ya Tanzania kwa kushirikiana na Jumuiya ya Mabenki Tanzania umeeleza kuwa ushirikishwaji wa wanawake katika nafasi za maamuzi kwenye sekta ya uchumi umeendelea kukua. Haya yamesemwa na Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania Emmanuel Tutuba kupitia mkutano wa watendaji wakuu wa mabenki Tanzania uliofanyika siku ya jana. Mkutano huo ulikuwa sehemu ya kilele cha maadhimisho ya mwezi wa wanawake duniani, ambapo pamoja na mambo mengine yaliyojadiliwa, swala la ushirikishwaji wa wanawake katika nafasi za maamuzi lilipewa kipaumbele. Leo tumekutana kwa ajili ya kuendelea na kusherekea mafanikio yaliyopatikana kwa upande wa masuala mbalimbali ya kiuchumi, tukiwa pia ni mojawapo ya kuadhimisha mwezi wa wanawake. Kwa hiyo sisi kama taasisi za fedha na mabenki tumekuwa na mjumuiko wa pamoja, na katika kipindi cha mwezi Machi tangu mwanzo tulikuwa tuna issue mbalimbali, lakini leo kama kilele tuna mkutano wa pamoja unaojumuisha watendaji wakuu wa benki zote za hapa nchini Tanzania pamoja na taasisi nyingine za kifedha, na wengine ni kutoka kwenye mashirika ya kimataifa na taasisi za kimataifa zinazotoa sapoti kwenye mfumo au shughuli za kifedha hapa nchini. Maadhimisho haya tumeongelea mafanikio mbalimbali yaliyopatikana. Utakumbuka mwaka jana niliwapa rai na nilitoa waraka kwa mabenki yote kuwataka angalau kwenye bodi zao pamoja na management zao uwiano wa wanawake angalau mpaka ifikapo mwaka 2028 wafikie 30%. Nashukuru kuona kwamba benki 22 kati ya benki 42 wameshafikia uwiano wa kuwa na 30%, lakini nimewataka waendelee kuweka mikakati na kutafuta fursa mbalimbali zitakazofanya tuwezeshe wanawake kiuchumi na kushiriki katika shughuli mbalimbali za maendeleo, ikiwemo kuwawezesha kifedha, kielimu na shughuli nyingine. Na hapa tunatarajia kwa siku zijazo tumeandaa kampuni itakayokuwa ina support shughuli mbalimbali katika kurasimisha biashara, kuwezesha watu kuandikia maandiko yanayoweza kupata mikopo benki, lakini kufuatilia mchakato wa mtu kukopesheka, ile credit worthiness, na kuwezesha pia watu wapate dhamana, hasa wale ambao kwa bahati mbaya hawana mali aidha zinazohamishika au zisizohamishika. Na pia tuna mchakato wa kuboresha hata sheria. Tulikuwa tunataka tuangalie namna ambavyo mtu anaweza kaenda kukopa kwa kutumia hata cheti chake, kwa sababu tumeona kuna vijana wengi wanahitimu vyuo vikuu lakini hawawezi kukopesheka kwa sababu hawana mali au hawana dhamana. Nashukuru kwamba wenzetu kwa mfano wa World Bank wamekubali kuiunga mkono kwa kuongeza pale fedha, na watatoa kama mkopo nafuu kupitia serikalini wa dola milioni 150. Na sisi kwa fedha ambazo tumeshazikusanya mpaka sasa. Naitwa Sauda Msemo, naibu gavana uthabiti na usimamizi wa sekta ya fedha. Tumekutana hapa na mabenki na taasisi za fedha kwa ajili ya kujadili hatua iliyofikiwa katika ujumuishwaji wa wanawake katika sekta rasmi ya fedha,
na kuangalia pia changamoto zinazojitokeza, lakini pia kuangalia maeneo mengine ambayo ni namna ambavyo takwimu zinasaidia katika utengenezaji wa bidhaa mbalimbali ambazo zina mrengo wa kijinsia. Ni mkutano wetu wa pili. Mwaka jana mwezi Machi tulifanya wa kwanza, ambapo tulipeana baadhi ya majukumu ya kwenda kutekeleza, mengine yakiwa ni kwa upande wa mabenki na taasisi za fedha, lakini mengine yakiwa ni upande wa msimamizi ambaye ni Benki Kuu ya Tanzania. Naam, taarifa hiyo ndio inatufikisha mwisho wa taarifa yetu ya habari, lakini kabla ya kuhitimisha tusikilize tena muhtasari wake. Karibu katika Matukio Daima habari kwa siku hii ya leo. Hapa ni muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba aongoza mazishi ya William Lukuvi katika kijiji cha Idodi mkoani Iringa. Katika nafasi mbalimbali, mchango wake kwa jamii na Watanzania kwa ujumla katika nafasi mbalimbali alizotumikia katika chama, serikalini pamoja na jimbo umekuwa chachu katika maendeleo. Jeshi la polisi mkoani Geita lakanusha uwepo wa majeruhi na vifo katika maporomoko ya mgodi Msasa. Kwa 90% na zaidi tunaamini kwamba wengi tuko salama. Kweli si kweli? Tuko salama, tuko salama. Kwa sababu Benki Kuu yasisitiza ushirikishwaji wa wanawake kwenye maamuzi ya uchumi. Ya kuadhimisha mwezi wa wanawake. Kwa hiyo sisi kama taasisi za fedha na mabenki tumekuwa na mjumuiko. Waswahili wanasema kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa taarifa hii ya habari kwa siku ya leo, langu jina ni Shamia Rajabu. Na mimi ni Beldina Majinge. Niendelee kukumbusha tu kwamba usiache kuendelea kutufuatilia katika mitandao yetu mingine ya kijamii ikiwemo Instagram, Facebook pamoja na X kwa jina moja la Matukio Daima Media. Asante, uwe na siku njema. Natural Mineral Water inapatikana katika ukubwa mbali kwa matumizi rahisi na ya uhakika. Chagua maji unayoyaamini, chagua ubora unaostahili, chagua CF Natural Mineral Water. Kwa mawasiliano na kuweka oda, wasiliana nasi kupitia 0762 123 736 au 0769 440 834 au barua pepe cfcompany100@gmail.com. CF Natural Mineral Water, maji yenye madini asili kwa afya na uhai wa kila siku. Umehitimu darasa la 7 kidato cha 4 au zaidi na unahitaji kupata ujuzi? Karibu katika vyuo vya RDO Mdabulo, RDO Mafinga, RDO Ibwanzi na RDO Kilolo ili ujipatie mafunzo mahiri ya malezi yaliyo bora. Fani zinazotolewa vyuoni ni kama ifuatavyo: umeme wa majumbani na viwandani, uchomeleaji na uundaji wa vyuma, ufundi magari, ufundi bomba, upishi na uhudumu wa hoteli, useremala, uashi au ujenzi, uzalishaji wa afya ya mifugo, ubunifu na ushonaji wa mavazi, ufumaji, utengenezaji wa bidhaa za ngozi, teknolojia ya habari na mawasiliano na matumizi ya kompyuta. Mafunzo yanatolewa kwa miezi 3 na miezi 6 tu. Nafasi za hostel zipo kwa wahitaji wote. Pia tuna nafasi kwa wanaohitaji kuhamia level 1, 2 na 3. Vyuo vyetu vyote vimesajiliwa kikamilifu na Baraza la Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Study NACTVET. Unaweza kujisajili moja kwa moja na kupakua fomu za kujiunga katika tovuti ya shirika, yani www.rdo.or.tz. Iandae kesho yako iliyo bora na vyuo vya RDO. Kwa maelekezo zaidi wasiliana nasi kwa namba 0757 35 18 37 au 0745 92 15 75. Kumbuka, ufundi ni taaluma ina. Nikwambie kitu mtazamaji wa Matukio Daima. Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza, Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Kefu. Clock Tower Cave. Tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677 220 022 au 0657 366 667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndiyo, Clock Tower Cave,
home of delicious meals. Karibu Iringa, karibu LM Lodge. Hapa ndipo penyewe. Vyumba vyetu ni kiwango cha gharama nafuu zaidi. LM Lodge hapa ni free wifi, kifungua kinywa zaidi ya nyumbani, maji ya moto wakati wote, parking ya uhakika na ulinzi kama jeshini. LM Lodge tunapatikana Kichangani, Iringa mjini. Tupigie simu namba 0745820310 ama 0678886657. LM Lodge, hapa ni comfort zone.